Pacome Zouzoua, kijana aliyeanguka akasimama kisha akawa nyota wa Yanga, lakini mwisho wa msimu ukamwacha na machozi. Wapo wachezaji wanaozaliwa kwenye mazingira yenye kila kitu, lakini wapo wengine wanaolazimika kupigania ndoto zao kila siku. Safari ya Pacome Zouzoua ni miongoni mwa simulizi zinazothibitisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa jasho, uvumilivu na moyo usiokata tamaa. Pacome alizaliwa tarehe 30 April mwaka 1997 mjini Abidjan, Cote d'Ivoire, akiwa mtoto wa mwisho katika familia yenye watoto wanne. Tangu akiwa mdogo, mpira wa miguu ulikuwa sehemu ya maisha yake. Wakati watoto wengine walipouona mpira kama mchezo wa kujifurahisha, yeye aliuona kama njia ya kubadili maisha yake na ya familia yake. Safari yake haikuwa rahisi. Hakuwa nyota aliyekuwa akisifiwa kila mahali tangu utotoni. Alilazimika kupambana kila siku ili kuthibitisha uwezo wake katika ushindani mkubwa wa soka la Ivory Coast. Kulikuwa na nyakati za kukatishwa tamaa, ushindani mkali wa kutafuta nafasi na changamoto ambazo zingewafanya wengi waachane na ndoto zao, lakini Pacome alichagua kuendelea kupambana. Hatua kwa hatua alianza kujijengea jina kupitia vilabu vya nchini kwao. Uwezo wake wa kutuliza mpira, kutoa pasi za mwisho na zenye usahihi, kuona nafasi ambazo wengine hawazioni na kutengeneza mabao ulimfanya aanze kutambulika. Wengi wakagundua kuwa alikuwa na kipaji cha kipekee cha kubadili mchezo kwa sekunde chache. Baadaye alipata nafasi ya kucheza nje ya Ivory Coast, jambo lililompa uzoefu mkubwa zaidi. Alijifunza mifumo tofauti ya uchezaji, kukabiliana na presha ya mashabiki na kuzoea mazingira mapya. Kila hatua aliyopitia ilimjenga na kumfanya kuwa mchezaji bora zaidi. Hatimaye akatua ndani ya Yanga Sport Club ambapo kipaji chake kiling'aa zaidi. Mashabiki wakaanza kushuhudia kiungo mwenye akili ya mpira, uwezo wa kupenya katikati ya mabeki, pasi za mwisho zenye macho na utulivu wa hali ya juu. Mara nyingi alionekana kama mchezaji anayeweza kubadili matokeo ya mchezo kwa mguso mmoja wa mpira. Katika msimu wa NBC Premier League mwaka 2025-26, Pacome alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliobeba matumaini ya Yanga katika mbio za ubingwa. Kwa ubunifu wake na mchango wake mkubwa, aliisaidia timu kupambana hadi dakika za mwisho za msimu. Lakini maisha yana namna yake ya kuandika hadithi ambazo hakuna anayezitarajia. Siku ambayo ilikuwa ikihitimisha safari ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League mwaka 2025-26, furaha ilichanganyika na simanzi. Katika mchezo wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania, Pacome alipata jeraha baya. Baada ya kufanyiwa faulo kali, alishindwa kuendelea na mchezo, akatolewa uwanjani kwa machela, huku mashabiki wakiwa katika hali ya mshtuko. Baadaye vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa amevunjika mguu wa kushoto. Ilikuwa ni picha ya hisia mbili zinazokinzana. Upande mmoja, Yanga ilikuwa ikisherehekea ubingwa baada ya kumaliza ligi mbele ya Simba kwa tofauti ya pointi 2. Upande mwingine, mmoja wa nyota wake muhimu alikuwa akianza safari ngumu ya matibabu na kuanza kupona. Lakini pengine hapo ndipo maisha ya Pacome yanapopata maana halisi. Safari yake haijawahi kuwa njia nyepesi. Kila alipoanguka alisimama. Kila changamoto ilimfundisha kuwa imara zaidi, na hata baada ya jeraha hilo, mashabiki wengi wanaamini kuwa Pacome atarejea akiwa na nguvu zaidi kuliko alivyokuwa. Kwa Pacome Zouzoua, ubingwa wa mwaka 2026 utabaki kuwa wa kipekee. Ni ubingwa aliochangia kwa kipaji, akili na moyo wake wote, lakini akauhitimisha kwa maumivu makubwa. Hata hivyo, historia ya wachezaji wakubwa haikumbuki majeraha yao pekee, hukumbuka jinsi walivyorejea baada ya kuanguka. Na huenda siku atakaporejea tena uwanjani, mashabiki wa Yanga wataona si tu kurejea kwa mchezaji wao, bali ni kurejea kwa shujaa ambaye hakuwahi kuruhusu maumivu yazime ndoto zake. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.